Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekubaliana na mipango ya Wapalestina kuwa huru lakini sio kuwa na taifa. Waziri mkuu huyo amekataa kuundwa kwa taifa la Palestina katika kile alichokisema kwamba hiyo itakuwa ni uharibifu wa Israel, ambapo ameona kwamba kama taifa hilo litapatikana ni wazi Israel haitakuwa na amani tena kutokana na kile ambacho anakiona. Israel inaamini kwamba wakati huu kuna njia ya kuweza kusaidia upatikanaji wa amani katika ukanda wa Gaza, lakini pia na hata katika ukingo wa Magharibi. Lakini moja kati ya kitu ambacho anakipinga wakati wote ni juu ya kuanzishwa kwa taifa la Kipalestina. Israel haitoruhusu kuundwa kwa taifa la Palestina kwa kuwa lengo lake la kweli ni uharibifu wa taifa moja na la pekee la Kiyahudi, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema. Netanyahu aliyesema hayo mnamo Jumapili huko Yerusalem wakati wa mkutano na waandishi wa habari pamoja na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Wakati Merz akisisitiza dhamira ya Berlin ya kuundwa kwa taifa huru la Palestina, Netanyahu hakukubaliana naye waziwazi, akidai kwamba chombo kama hicho kitajitolea kwa uharibifu wa taifa la Wapalestina. Tayari walikuwa na jimbo huko Gaza, jimbo la ukweli, na lilitumiwa kujaribu kuharibu taifa moja na la kipekee la Kiyahudi, Netanyahu alisema, akimaanisha eneo la Palestina ambalo limekuwa likiendeshwa vilivyo na kundi la wapiganaji wa Hamas. Hata hivyo, moja kati ya mipango ambayo inapangwa ni kwamba kundi la wapiganaji la Hamas la Palestina litanyang'anywa mamlaka katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini Israel haikubaliani nalo, bado ikiamini kwamba hata kama kutakuwa na serikali, lakini itakuwa ni serikali ambayo itakuwa haribifu dhidi ya Israel. Israel inaamini kwamba kuna njia ya kuendeleza amani pana na mataifa ya Kiarabu na kuanzisha amani inayoweza kutekelezeka na majirani zetu wa Palestina, anasema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Anasema pia kuna uwezekano wa kuwepo kwa amani ambayo haihusishi kuundwa kwa chombo huru cha kiserikali. Waziri Mkuu wa Israel amekataa mara kwa mara suluhu la mataifa mawili lililopendekezwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mpango huo unahusu kuundwa kwa taifa la Palestina ndani ya mstari wa kusitisha mapigano uliokuwepo kabla ya vita vya siku 6 vya mwaka 1967 na Yerusalemu Mashariki kama mji mkuu wake. Mpango wa awali wa Umoja wa Mataifa wa kugawanya mwaka 1947 ulitazamia mataifa tofauti ya Kiyahudi na Kiarabu, lakini mfululizo wa vita vilivyofuata viliruhusu Israel kunyakua sehemu kubwa ya ardhi ambayo ilikuwa imetengwa kwa Wapalestina. Netanyahu alibainisha kuwa uvamizi wa ukingo wa Magharibi unaozingatiwa kuwa kinyume cha sheria chini ya sheria za kimataifa bado ni mada ya mjadala, lakini aliashiria kwamba hali ilivyo inatarajiwa kubaki mahala hapo kwa siku zijazo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema hii ni mipango ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kunyakua zaidi ardhi ya Wapalestina na hatimaye kuondoa utaifa wa Wapalestina, kwamba hakuna taifa la Palestina. Ndicho ambacho kinatakiwa kufanywa. Kulikuwa na mipango ya kugawanywa kwa ukanda wa Gaza kuwa sehemu ya Marekani pamoja na Israel, mpango ambao Waarabu waliupinga vikali. Hata hivyo, mpango huu ulipingwa hata na baadhi ya mataifa ya Magharibi ambayo yaliona kwamba huku ni kufuta utaifa wa Palestina na kuwasababisha wa Palestina kukosa asili yao. Lakini sasa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu bado ana mipango ya kuhakikisha kile kinachoitwa kuifanya Israel kuwa kubwa, jambo ambalo bado limekuwa na upinzani mkubwa kutoka kwa mataifa ya Kiarabu. Marekani wakati huu inalazimisha mataifa ya Kiarabu katika kile kinachoitwa mkataba wa Abraham wa mwaka 2020 kwamba mataifa ya Kiarabu yaanzishe uhusiano na Israel ili tu kujaribu kupunguza mivutano iliyopo na kuisaidia Israel kupata washirika katika kushirikiana kwenye masuala ya kiuchumi na diplomasia. Lakini hili bado limekuwa na upinzani mkubwa kutoka kwa baadhi ya mataifa, ikiwa ni pamoja na Iran, lakini na baadhi ya mataifa mengine kama Oman, Saudi Arabia na mengineyo katika Mashariki ya Kati, licha ya kwamba kuna baadhi ya mataifa yamekubaliana na mpango huo. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.